nakupenda mimi. Babu. Yaani unaongea kabisa simple kabisa kwamba ni mimi. Hivi una akili timamu kweli wewe? Unakijua unachokifanya? Unajua ni maumivu kiasi gani mimi nimepitia na mke wangu? Hivi unajua ndio wewe au unasikiaga tu? Mpaka mke wangu ameondoka unasema, "Yeye anakuja kugonga milango hapa mimi kajua na jambo la maana anakuja kujieleza na waza na mawazo yangu kichwani najua labda mke wangu karudi kumbe ni mpumbavu unakuja kunieleza mambo." Wewe dada, nitakuzingua afu sije kufanya upumbavu hata siku moja. Yaani kisa moyo wangu kukupenda ndo mpaka leo inapelekea mimi unanipiga. Unanipiga mimi. Ina maana mimi kukupenda imekuwa shida, si ndio? Moyo wangu ndo nakupenda. Unajui mimi jinsi gani, unajui ninayopitia nyumbani kwetu. Kakaangu, shangazi yangu, wote wananichukia mimi kwa sababu tu nakupenda. Upendo wangu ndio unapelekea mimi mpaka leo unanipiga, si ndio hivyo? Shule sisomi, baba yangu amefariki, mama yangu amefariki. Sina wazazi, naishi na shangazi yangu na kakaangu, lakini tambua nakupenda. Nashindwa kusoma. Wanasema mimi ndio inabidi nishike familia. Nasomeshwa, kakaangu alisomeshwa kwa tabu. Ili tu baada nije kusaidia familia. Lakini leo unanipiga. Kisa tu kukuambia nakupenda. Nakupenda sana. Usinifanye kama hivyo tafadhali. Yaani unajua unanichanganya. Hata nikisema nikupige hata mara 100, siwezi nikamaliza hasira nizo nazo. Yaani sikuelewi. Wewe ni nani hasa? Wewe ni nani? Wewe ni nani kwani? Wewe nani? Mwanangu nakupenda. Na itabaki hivyo siku zote. Tambua nakupenda. Nitakupenda leo duniani mpaka kesho hela. Sitaacha kukupenda. Asante, lakini nikutakie siku njema. Haya hisi mapenzi, moyo nataka kupenda ila hofu. Haya hisi mapenzi, moyo nataka kupenda ila hofu. Haya hisi mapenzi, moyo nataka kupenda ila mahaba niwe, niteketeze, unidekeze kwa ubavu wangu mie, nikumbate, unikoleze. Na yahisi mapenzi. Halo. Shoga ngoni bwana tu umewahi kunipigia. Maana hapa nataka nikupigie nini yani kabla hujaanza kunipigia wewe. Bado mpo shule? Mimi ujinga wao umenishinda mwenzio. Nimekaa na unaselewele, nimeona bora niondoke. Niwe na ndoto hizo afu niwe na ndoto hizo afu shemeji yako anampendana? Mimi ndoto zangu nimpate tu yule mwanaume nimiliki. Shoga yangu. Yaani fanya kama unaona mdoni nipo pale darasani si ndo akapita kwa kule nani ili uko kwenye usawadi. Unaona. Yaani kukosa yule teacher Omi. Yaani sasa nishatoka nakwambia na hizo.
nitamani niende nikamkumbatia niangalie yani nampenda ule mwanaume sikuambia Aisha. Yani nampenda. Wewe shogangu hata nyie wewe Chikwe. Ngoja Aisha nakupigia shogangu. Shangazi nini kuharibiana? Hivyo una matatizo gani? Hivyo Chiku unajijua kwamba una tabia mbaya sana sasa hivi wewe. Yaani tangu nilivyokuambia hivyo vyombo vioshe mpaka dakika hii hujagusa hata chombo kimoja. Una kazi ya kuongea na simu tu. Halafu unasahau kwamba wewe ni mwanafunzi. Simu itakusaidia nini we Chiku? Sawa mimi ni mwanafunzi shangazi, lakini sasa imezidi. Nimeosha hata uniform sijabadilisha tayari mshanipa vyombo nioshe. Naosha bado hapo pote mnaniletea maneno, lakini jamani nini? Au kwa kuwa babangu ndio kafa ndio wote mnaniletea visa kama hivi? Takuwa sioshi mimi hapa, nitakuachia mwenye uoshe. Nisikilize nikwambie. Vyombo kwanza unaosha au vyombo? Hapa vyombo si hujagusa hata chombo kimoja hapa. Chiku nisikilize nikwambie. Kufa kwa baba yako basi isiwe fimbo ya kutuchapia kwamba sisi hata ukifanya kosa tushinde kukuambia. Tambua kwamba wewe ni mtoto wa kike. Kuosha vyombo ni haki yako. Umetoka shule na manguo yako ya shule, basi umeshindwa hata kwenda kubadilisha. Umekaa hapo basi vioshege hivyo vyombo vyenyewe. Hakuna. Umekaa tu unaongea na simu. Umebadilika sana we mtoto. Si umekuaje yani? Halafu naongea na wewe unaendelea kuchati. Hebu leta isimu. Mbavu wewe. Shangazi lakini hakuna cha lakini. Sasa nisikilize nikwambie. Nikitoka tena nje afu hivyo vyombo nikakuta hujaviosha utanitambua. Yoshi. Tabia na sisi. Niache. Naomba niache jamani. Nisikilize basi. Nimekuchoka, nimekuchoka. Nisikilize basi. Naomba niache Shedu. Sofia, samani, please. Naomba usifike kote huko. Kumbuka mimi nakupenda sana Sofia. Nimekuleta hapa nyumbani kwa sababu nakupenda na ninakuhitaji. Sidhani kama vitu ambavyo umeviona huko ndani kama kuna usahihi na kama kuna jambo lolote ile ambalo liko kama unavyozani wewe. Sielewi kitu chochote, sielewi. Yaani ninapoongea kwamba sielewi kitu chochote. Naomba niamini kwamba mimi sielewi kitu chochote. Uaminifu kwangu umepotea kwako. Ulioyafanya unaona mazuri. Uliofanya huko ndani unaona mazuri. Hivi wewe ni mwanaume gani usioridhika? Wewe utosheleki? Unaashwa muda wote.
Ukijiona umewashwa, muda mwingine chukua maji ya moto jikande kuliko kunifanyia hivyo ujinga. Yaani mimi nahangaika huko, natafuta nahangaika, najinyima hadi kupendeza sipendezi kwa ajili yako ili upendeze, lakini wewe unanifanyia upumbavu. Mimi kweli wa kuniletea mwanamke wako ndani chumbani kwangu, yaani kitanda tunacholala mimi na wewe, unaniletea kama sitaki kuelewa. Sitaki kukuelewa nimekwambia. Sofia. Tusifikie huko. Tusifike mbali sana. Sofia nisikilize kwanza. Unachokiongea hakina ukweli kabisa ni ndani. Wewe si unaamini kwamba mimi nimefanya hicho kitu? Nina akili zangu timamu. Kwa nini simpeleke hata guest yule mwanamke? Kwa nini tusimalizane hata vichakani? Na kwa nini nilale na mwanamke kwenye kitanda ambacho nalala na mke wangu? Ina maana mimi sina akili timamu. Ina maana hata hapa majirani huwezi kuambia kwamba huyo huaga anaingiza mwanamke hapa, huwezi kuelewa. Hata kuuliza unashindwa. Hilo swali unalojiuliza na mimi ndo najiuliza hivyo hivyo. Umala yako kwa ajili gani usifanye huko nje mimi nisijue huko ndani? Inafikia tu unaniachia chupi ndani ya nyumba yangu. Hivi una akili wewe? Kuna guest, kuna vichaka, kuna mapoli kila aina. Hujafanya huko unakuja kunifanyia ndani. Kama umenichoka, ni bora ungeniambia kuliko mimi kuniletea na wanawake zako ndani. Sofia, naomba niache niondoke kwetu. Basi. Naomba iwe mwanzo na mwisho kugusa huu mwili. Sijui umenielewa? Wale wanawake zako wanaonipigiaga simu, waambie sasa hapo ulo wakupigie muda wowote na wakati wowote. Nadhani umenielewa. Sofia.